Yes, Bwana Yesu apewe sifa nyingi sana. Ninawakaribisha kwenye mwendelezo wa somo ambalo nimeamua kulianza kama Roho wa Mungu alivyonijalia. Unajua, ukisoma kwenye kitabu cha Luka sura ile ya 24 mstari ule wa 45, andiko yanasema Yesu akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Hii inamaanisha kwamba huwezi kuyaelewa maandiko bila kufunuliwa. Huwezi kuyaelewa maandiko bila kufunuliwa. Kama Roho wa Mungu hajakufunulia maandiko yanachomaanisha, utabaki tu na elimu ya maandiko, lakini hutaelewa sauti ya Mungu kwenye yale maandiko. Kazi ya ufunuo wa Roho Mtakatifu kwenye maandiko ni wewe kutambua kile ambacho Mungu anamaanisha kwenye yale maandiko, na sio kile tu kimeandikwa kwenye maandiko. Kwa hiyo fuatana na mimi. Kwa wale mnaonifuatilia, nimeanzisha mfululizo wa kufafanua au kufunua siri zilizopo kwenye maandiko. Jana nilikuwa nafunua siri iliyokuwepo ambayo ipo kwenye ile Mathayo sura ile ya 22 mstari wa 24 mpaka 28. Tulikuwa tunaona vile siri iliyokuwepo pale. Leo nitakuwa nafunua siri ambayo ipo kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 16. Mwanzo sura ya 16. Najua umekuwa ukisoma ile Mwanzo sura ya 16 na kama umekuwa ukisoma ile Mwanzo 16 halafu hujagundua hii siri ambayo ipo kwenye ile Mwanzo 16, basi ulikuwa unasoma Mwanzo 16 bila kuielewa. Ulikuwa huielewi ile Mwanzo 16. Hususani leo mimi nitakuwa nazungumzia tu kuanzia sura ile ya kwanza, Mwanzo 16 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 10, mpaka 11 pale ndo mimi nitakuwa nazungumzia hapa. Hapo kuna mafunuo ya Roho Mtakatifu ambayo yameficha siri kubwa, na kama hujafunuliwa na Roho Mtakatifu hizo siri huwezi kuziona. Hiyo Mwanzo 16 ukiangalia kuanzia mstari ule wa kwanza mpaka watatu kwanza peke yake, siri ya kwanza inayopatikana pale ni ya kuhusu funzo kubwa ambalo wanawake wanatakiwa walipate. Ni funzo kwanza kubwa ambalo wanawake wanatakiwa walipate, kwa sababu maandiko hayo yanasema Sara alipoona kwamba hazai, alimshauri mume wake Ibrahimu, akamwambia kwamba naomba uingie kwa huyu ili akuinulie uzao. Sasa watu wengi wakisoma lile andiko wanasema alimshauri kuzini. Biblia haisemi alimshauri kuzini. Soma vizuri Mwanzo hiyo 16 1 mpaka 3. Biblia inasema kwamba Sara akampa Hajiri, akampa Ibrahimu mjakazi wake awe mke. Sawa? Kwa hiyo Ibrahimu hakuingia kwa mjakazi, aliingia kwa mke. Nadhani mnaelewa. Wale Wayahudi desturi zao ilikuwa ni kwamba kama na mjakazi au na mfanyakazi ulikuwa na uwezo wa kumuoza. Sasa Hajiri alikuwa mfanyakazi wa Sara, kwa hiyo alimuoza akampa Ibrahimu. Na ni siri hii ambayo wanawake wachache, hebu kwanza fikiri, ni wanawake wangapi leo hii anaweza akaonyesha pendo kubwa kwa mume wake kiasi cha kumshauri aongeze mke wa pili ili kusudi aweze kupata uzao. Lile lilikuwa ni somo ambalo wanawake wa nyakati hizi wanatakiwa walikamate kwa kiwango kikubwa. Wanawake wa nyakati hizi, yani ufike hatua uone umuhimu wa yale ambayo mume wako anatamani kuyapata, kwa sababu Ibrahimu alikuwa anatamani kuwa na uzao. Sara akaona hapana, mimi katika hali nilionayo yawezekana nisizae tena, basi nakushauri ufanye 1 2 3. Lile halikuwa chukizo mbele za Mungu. Sijui kama unanisikia vizuri. Na hapa ni fundisho ambalo wanawake mnafundishwa. Je, unaweza kufika hatua
ukaridhia mume wako, kwa sababu unampenda, ukaridhia mume wako aongeze mke wa pili au wa tatu ili aweze kupata uzao mwingi? Ina maana kama mwanamke hujafikia kiwango cha tabia hiyo cha kuwa na uwezo wa kumruhusu mume wako aongeze mke wa pili au wa tatu, usimdanganye mume wako kwamba unampenda. Hapo hujampenda bado. Ikiwa mume wako anatamani kuongeza mke wa pili au wa tatu, wewe unasimama kinyume, unasema patachimbika, hapata tosha, tutamalizana, halafu unasema unampenda. Si kweli, humpendi. Sara ndiye aliyekuwa anajua kumpenda mume wake, na Biblia inasema alikuwa anamtii pia. Ukisoma Petro wa kwanza sura ya 3 pale anasema, wakina mama mjifunze kwa Sara, kwa sababu alimtii, alimheshimu mume wake mpaka akamuita Bwana. Kwa hiyo sio mpaka kumuita tu Bwana, alimpenda mume wake kiasi cha kujali mahitaji ya mume wake, akamwambia nakupa mke, akamruhusu aongeze mke wa pili au wa tatu. Hilo somo ni wanawake wachache wanaweza kulifanya. Na ukiona mwanamke anakuambia kama utajisikia mume wangu kuongeza mke wa pili au wa tatu, mimi nina amani, ujue huyu umepata mke. Nakwambia mara ya pili, ukiona mke wako anakuambia mume wangu ukipenda kuongeza mke wa pili au wa tatu, uwe na amani, ikiwa tu ndivyo roho yako inavyotamani. Ukiona mke wako amefikia hapo, jue una mke, na kweli Mungu alikuunganisha na mwanamke, na huyo mke mheshimu sana na umpende, mfanyie kila kitu anachotaka mke wa namna hiyo. Siri ya pili, unajua niko naongea hapa vitu ambavyo viko kimaandiko. Siri ya pili, angalia maandiko yanavyosema kwenye hiyo Mwanzo hiyo 16 kianzia mstari wa 3 mpaka wa 4 wa 5 pale. Maandiko yanasema kwamba Ibrahimu akaisikiliza sauti ya mke wake, akaongeza mke wa pili. Maandiko yanasema Ibrahimu akaisikiliza sauti ya mke wake, akaongeza mke wa pili. Maisha yakaendelea na mke wake akapata mimba. Sawa, sasa tujiulize, Ibrahimu aliposikiliza sauti ya mke wake ya kuongeza mke wa pili, tunaona Mungu haji kumwambia kwa nini umesikiliza sauti ya mke wako kufanya uovu. Tusisahau kwamba Mwanzo sura ya 3 ukianza mstari wa 17 na kuendelea, inazungumzia jinsi ambavyo Mungu alimwadhibu Adamu kwa sababu ya kusikiliza sauti ya mke wake. Jamani, angalieni hili. Adamu aliposikiliza sauti ya mke wake akala tunda alilokuwa amekatazwa, Mungu alikuja akamwadhibu Adamu, akamwambia kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, basi ardhi imelaaniwa kwa sababu yako, basi utakula kwa jasho. Akamwadhibu kwa sababu ya kosa la kusikiliza sauti ya mke wake. Lakini Ibrahim aliposikiliza sauti ya mke wake ya kuongeza mke wa pili, Mungu hakumwambia umefanya kosa kusikiliza sauti ya mke wako ya kuongeza mke wa pili. Lakini leo hii kuna watu kwa kutokujua wanasema kwamba kuongeza mke wa pili au wa tatu ni chukizo mbele za Mungu. Ni chukizo ambalo wameliweka wao kwenye madhehebu, lakini hilo chukizo halijakuwepo toka mwanzo. Kwa sababu hilo lingekuwa ni chukizo toka mwanzo, lazima Mungu angemwambia Ibrahimu kwamba umeisikiliza sauti ya mke wako kama Adamu alivyosikiliza sauti ya mke wake. Hilo ni fundisho, huo ni ufunuo ambao Roho wa Mungu anataka ujue kutoka kwenye hiyo Mwanzo 16. Kamata sana hiyo. Fundisho la tatu, siri ya tatu ambayo inapatikana kwenye hiyo Mwanzo 16. Angalia, baada ya Hajiri mke wa pili wa Ibrahimu, baada ya kupata mimba, maandiko yanasema alianza kumdhihaki na kumdharau bi mkubwa. Akaanza kujionyesha kwamba yeye anapendwa zaidi, na kaanza kumdhihaki na kumdharau. Maandiko yanasema bi mkubwa akakasirika, akamwambia mume wake kwamba toka nilipokupa mke huyu mwanamke, toka alipopata ujauzito amekuwa mwenye kunidharau. Sasa haya madharau haya mimi sitaki. Ibrahimu akasema, mama, huyu yuko mikononi mwako, fanya vile utakavyoona vyema. Maandiko yanasema Sara ambaye ni bi mkubwa alimfukuza yule bi mdogo kwenye ndoa, akamtolea vyombo, akamfukuzia huko. Maandiko yanasema yule bi mdogo akakimbilia polini.
akiwa mjamzito. Nisikilize vizuri. Alipokimbilia porini akiwa mjamzito, akiwa kule porini, malaika wa Bwana akamtokea akamuuliza, Hajiri, unatoka wapi na unaenda wapi? Hajiri akasema, ninamkimbia bibi yangu Sara. Maana yake ninamkimbia bibi mkubwa. Malaika wa Bwana akamwambia, rudi kwa bibi yako Sara ukanyenyekee, kwa maana tazama, wewe ni mjamzito, utazaa mtoto na mtoto wako nitambariki. Angalia, bi mdogo Mungu anamrudisha kwenye ndoa ya wake wengi, lakini leo hii bi mdogo madhehebu yanamuondoa kwenye ndoa ya wake wengi. Leo hii tumesikia kuna wachungaji, maaskofu wakisikia muumini ameongeza mke wa pili, wanamwambia unatakiwa mfukuze, ubaki na mke mmoja. Lakini angalia, malaika wa Bwana alimrudisha mke wa pili kwenye ndoa. Wewe leo kwenye ndoa ya wake wengi unasema haitakiwi ndoa ya wake wengi. Hili ni fundisho ambalo wachungaji, maaskofu, mitume na manabii wanatakiwa waliangalie, msije mkawa mnashindana na Mungu. Mungu anamrudisha mke wa pili kwenye ndoa, anamwambia nenda unyenyekee kwa bi mkubwa. Soma vizuri Mwanzo 16. Wewe unamfukuza mke wa pili kwenye ndoa, unasema unavuruga ndoa ya mwenzako, unasema unavunja ndoa ya mwenzako, unamsababishia mwanamke anaishi bila kuolewa, unasababisha mwanamke anakaa bila kuolewa na anakosa hata watoto. Hiyo laana wachungaji wengi itawapata, kwa sababu wamewafanya wanawake wengi wasiolewe kwenye ndoa ya wake wengi kwa kuwasomea maandiko vibaya, huku wakiwa wanatetea mapokeo ya madhehebu yao. Sasa Mwanzo 16 mwenyewe angalia, malaika wa Mungu anamrudisha mke wa pili kwenye ndoa. Leo hii wewe unamfukuza mke wa pili kwenye ndoa, unasema toka, hutakiwi kuwa kwenye ndoa ya mwenzio. Ndoa ya mwenzio ni ya nani? Kwa sababu mume ni mume wa wengi, mke ndiyo mke wa mmoja. Ndivyo Biblia inavyosema. Hatuna mabwana wengi, maana mwanaume amefananishwa na Kristo. Kwenye Biblia mwanaume amefananishwa na Kristo na mwanamke amefananishwa na kanisa. Kwa hiyo sisi kanisa hatuna mabwana wengi. Wanawake hawaruhusiwi kuwa na waume zaidi ya mmoja. Lakini Kristo ana makanisa mengi. Ndio maana ukisoma Ufunuo anasema kwa makanisa yaliyoko Asia andika, kwa kanisa lililoko Efeso andika. Kwa kanisa kulikuwa na makanisa 7, kuonyesha kwamba Kristo na makanisa mengi, ni mume wa wengi. Hata Yeremia sura ya 3 mstari wa 14 anasema mimi ni Bwana, mimi ni mume wenu. Mungu ni mume wa wengi. Wewe unakuja unasema wewe mwanamke hutakiwi kuwa mke wa pili au watatu, unamfukuza kwenye ndoa, unamuondolea haki ya kuzaa watoto, unamuondolea haki ya kuolewa, kisa unatetea mapokeo ya dhehebu lako. Siku ya mwisho, siku ya hukumu, wachungaji wengi watalia na kusaga meno, kwa sababu wanaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Ikiwa Mwanzo 16 inatuonyesha malaika mwenyewe anamrudisha mke wa pili kwenye ndoa ya wake wengi, wewe leo unawafukuza wanawake wasikae kwenye ndoa ya wake wengi na wazuia wasiolewe kwenye ndoa ya wake wengi, hakika yake utachomeka siku ya mwisho. Na tembelea YouTube yetu, andika Saa ya Uzima wa Roho, utajifunza mambo mengi. Na kama utakuwa na swali, wewe nipigie 0759987930 na 0763359745. Nipigie. Na kama unataka kujiunga na grupu letu linaitwa Baraka ya Wake Wengi, wewe tuma neno niunge kwenye grupu la Baraka ya Wake Wengi, nitakuunga. Mwisho, ikiwa dhehebu lako bado linawafukuza wanawake walioolewa kwenye ndoa ya wake wengi, elewa hilo dhehebu linakufanyia ukatili. Itabidi uwe makini. Mimi naongea neno la Mungu, siongezi chochote, sipunguzi chochote. Mwanzo 16, mwanamke Hajiri aliyekuwa kwenye ndoa ya wake wengi, alipoondolewa kwenye ndoa ya wake wengi, akaondolewa na bi mkubwa, akafukuzwa, malaika alimrudisha. Huyo malaika ambaye alimrudisha kwenye ndoa ya wake wengi, akikuona leo unamfukuza mtu kwenye ndoa ya wake wengi, huyo malaika anakasirika, huyo malaika anachukia, huyo malaika anajua kabisa kwamba unaharibu mapenzi ya Mungu yatoka asili. Mungu hajawahi kumfukuza mtu kwenye ndoa ya wake wengi, wewe unamfukuza. Be careful.
Na hili nimelisema kwa sababu kuna wachungaji hawajaelewa hii siri. Wale munaonipenda, Mungu anawapenda. Munaonichukia, nyinyi ni rafiki wa shetani, kwa sababu chuki haitoki kwa Mungu.